Ama hotuba yetu ya leo tutagusa kidogo katika masuala ya kijamii, katika mambo yanayojiri katika jamii. Na unwani ya hotuba yetu inasema tahadhari kwa umma kuingizwa katika machafuko ya kisiasa, specifically Tanzania. Kwa wale ambao wanafuatilia vizuri, kuna klipu moja inatembea katika mitandao. Kiongozi mmoja wa kanisa anajiita mtume na kwa hivyo anafanya kama anatabiri. Lakini moja katika utabiri wake anasema, katika sehemu yake ya mwanzo kabisa, anasema kati ya mwezi Mei mpaka mwezi wa 11, manake mpaka baada ya uchaguzi, kutatokea machafuko makubwa sana. Lakini machafuko haya ameyanasibisha katika upande mmoja. Asema kutatokea machafuko makubwa sana makanisani, na yeye ni mtumishi wa kanisa. Anasema katika yale atakayojiri ni pamoja na kuchomwa makanisa, lakini pia viongozi watumishi wa kanisa watadhuriwa, lakini pia wako wengine watakaouawa kabisa. Kisha baada ya pale analingania wafuasi wa dini yake kuchukua tahadhari kubwa kwa kuyalinda makanisa, na kila mmoja kupea attention kwamba kutatokea, ametumia neno kutatokea matukio ya kigaidi, matukio ya kigaidi. Na kwa historia panapotajwa matukio ya kigaidi, tunajua kwa mtu yeyote ambaye akili yake inachangamka, tunajua panakusudiwa ni watu gani. Yeye anasema viongozi wa kanisa watauawa na watu fulani fulani. Hao watu fulani fulani ni lazima watafutwe, watafsirike, wajulikane ni watu au fulani fulani. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia wakati kutufahamisha katika upande wa utendaji wa wema, akasema la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, msidharau katika wema chochote. Na kinyume chake pia msidharau katika uovu chochote. Lakini pia katika masala ya kiusalama kwa ngazi ya mtu binafsi na ngazi ya jamii ya mijumuiko, hamtaki kudharau statement yoyote. Ni lazima tuwe hadhir. Naweza kuwa msishughulike na hayo mambo, tukasema kwamba sisi mambo ya siasa ni kama hatupo, hatufanyi nini. Lakini wadhuriwa wa namba moja wanaweza kutokea tukawa ni sisi. Kwa hiyo ni lazima jambo hili pia na sisi tuwe na la kusema. Na bahati nzuri Qur'ani haikutuacha hivi. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha kila kitu kwenye Qur'ani. Na kwa hivyo masala haya yanapotokea haina maana kwamba sisi hatuna pa kuelekea. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika sura ya 4 aya 71, ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatin au infiru jami'a. Wakati Mwenyezi Mungu anawafahamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na wasahaba kwa wakati huo, bali anaufahamisha ulimwengu mzima utakapokuwa katika juhudi za kuendeleza Uislamu, khudhu hidhrakum, chukueni tahadhari yenu, chukueni hadhari yenu, fanfiru thubatin au infiru jami'a. Wakati ule akizungumza na Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, wakati wakitoka katika vita, ama linatoka kundi moja moja au wanatoka pamoja,
lazima wachukue tahadhari dhidi ya maadui zao. Aya hii pia tunaweza kuihawilisha, kuitoa katika mji wa Madina tukaileta pia katika mazingira yetu ya Tanzania. Pamekuwa na kila wakala kwa sababu ya mambo ya kisiasa, na kila mmoja anaweza kujitumbukiza kwa namna yake, kama ambavyo tunajikuta tunakuwa ni washabiki wa mpira kiasi cha kufika pahala mtu akatokwa na imani, akavunja misingi yake ya imani kwa sababu ya mapenzi kwa timu yake. Jambo hili pia linaweza kujitokeza, mtu akawa na mapenzi na chama chake kiasi kwamba akafika pahala akatokwa na imani, ama kwa upande mmoja au mwingine akajikuta naye anaingia katika kutumika katika kusababisha ajenda ambayo wala yeye sio mwanzilishi wake. Ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidrakum, enyi mlioamini chukueni hadhari yenu. Kwa nini naamua kusema hili na nilifanya kama sehemu ya hutuba? Ni kwa sababu ya matukio ya kupangwa kukamilisha ajenda, yani ni matukio makubwa ambayo yanaweza kutojali hata uharibifu wowote utakaojitokeza kuanzia katika ngazi ya kimataifa mpaka katika ngazi ya kitaifa. Ulimwengu unashuhudia matukio mengi ambayo yanaweza kupangwa, wala sio ishu ya utabiri. Inapotokea swala la utabiri, maana yake ni mambo yako yanapikwa. Panaweza kuibuka mambo alafu mkajikuta wahanga ni wale ambao wamekusudiwa, ambao ni shida katika ulimwengu. Na katika historia ya Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala tusimulia, anasema alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kinazungumza kisa cha tembo, lakini kabla ya kutokea tukio hili palikuwa na history fupi hapa nyuma. Tunaambiwa katika historia, Abraha kutoka Yemen anakuja kuibomoa Al-Kaaba ni kwa sababu ya uchungu aliokuwa nao wa watu kutoka pande mbalimbali za dunia wakienda kuabudu katika sehemu ya Al-Kaaba, na akaamua kutengeneza mazingira ya kasri kubwa zuri, lakini pia akatengeneza mfano wa eneo kama la Al-Kaaba ili kuwazuilia watu sasa, badala ya kuwa anaenda kule wao wanakuja huku katika nchi yake. Lakini bahati nzuri ama mbaya kwa pande zote, nzuri kwa upande mmoja na mbaya kwa upande mwingine, ikawa hakukuwa na ushawishi, kwa sababu hii nyumba ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni kongwe na ina mpango maalum. Lakini hii ni ya mtu binafsi na ameweka mikakati ya kushawishi watu, lakini pakawa hapana muitiko. Kilichotokea, akaamua kuanza kufanya madhara kwa watu, lakini ili kuhalalisha kwamba afanye madhara kwa watu, alitengenezwa watu waende wakajisaidie katika ile kasri iliyoandaliwa ili apate uhalali. Lakini baada ya kujisaidia, watu walichukua kinyesi wakawa wanapaka ile kasri. Automatic anatengeneza mazingira kwamba wanaoweza kufanya hivi ni wale ambao wako kinyume naye, lakini haya matukio yanafanywa na watu wa ndani ambao ni katika wafuasi wake. Hii ina funzo kubwa sana, ambao ndio msingi pia katika mataifa mengi sana yanapotaka kuhalalisha maovu kijamii, wanaweza kuamua kufanya matukio wao wenyewe alafu wakatafuta watu wa kuwambikizia, na likisemwa inakuwa ni rahisi kwa sababu panakuwa na chokochoko fulani ambayo kama inapikwa na inaonekana katika uso wa watu. Adolf Hitler alipokusudia kuwaadhibu vibaya, kuwachoma moto kabisa na akawaua watu ambao walikuwa ni tatizo katika jamii yake,
na akasema kwamba watu hawa hawafai kuishi. Ilikuwa ni vigumu watu kumuelewa, lakini aliamua wakati mmoja anakwenda kutoa hutuba, akatengeneza mitego ya mabomu, lakini yale mabomu yachukue tahadhari yasije akafika katika ile eneo lake analohutubia, ila kwa halaiki iliyohudhuria pale, hata kama watakufa wote itakuwa sio tatizo. Alipokwenda kuhutubia katika ile eneo, wakati huo pana hali ambayo ni tete, palitokea mabomu ya kulipuka na watu wakafa wengi. Baada ya pale akawaambia, bado hamtaki kuamini kwamba hawa sio watu. Kwa kusema tu hivyo, watu wote waliona kwamba kumbe Hitler anachoweza kukifanya ndicho kinaweza kutunusuru. Ikawa halali sasa, anaweza kufanya lolote na hakuna mtu ambaye anaweza kumlaumu. Katika matukio mengine kwenye maisha yetu ya kawaida, tunazungumza kwa mfano alipokusudiwa kuondolewa Idi Amin Dada rahimahullah, Mwenyezi Mungu amrehemu. Na juzi nilikuwa nasikia mtu mmoja akihadithia, ni Mganda, mtu mzima kabisa, anaeleza kama katika msiba ambao tuliwahi kuupata katika nchi ya Uganda ni kumpoteza mtu anaitwa Idi Amin Dada rahimahullah. Katika pamoja kwamba alikuwa anafanya shughuli za kijamii zote, lakini katika mambo ambayo wao walinufaika kama Waislamu, anasema ni kufika msimu wa Hija, palikuwa hapahitaji mtu kutumia passport, isipokuwa ulikuwa unapata kibali, unakwenda na kugongea muhuri wa Jamhuri ya Uganda. Ukishagongwa ule inakuwa ndio kibali, alafu mnakwenda, na kinachowapeleka Hija mnapelekwa na ndege za serikali. Sasa asema ikatokea tukio, yeye anakwenda wa mwisho, kwa maana mnatangulia nyote alafu yeye anakuja wa mwisho. Sasa ikatokea watu wameshakwenda, wako Maka na yeye amekwisha tangulia, ameshaenda. Sasa amefika kule, yuko Jeddah, anaambiwa kuna watu watatu wamesahaulika na hawakwenda, na wako wanahangaika na ndege. Hakuna ndege hata moja ambayo inaweza kuwasafirisha, isipokuwa ndege iliyopo ni ndege ya rais. Idi Amin Dada rahimahullah akasema, chukueni hiyo ndege ya rais, mwapakia watu wawili. Akasema alikuwa ni mwanaume mmoja na wanawake wawili. Akasema wapakizeni muwalete, mimi nawasubiri hapa Jeddah. Kwa hiyo ni katika upande mmoja, lakini pia ukisoma history utaona ule uungwana na Uislamu aliyokuwa na apply katika upande wa jamii. Lakini bado hakuweza kusurvive. Ili aweze kuondolewa, mtu wa aina hiyo huwezi kumuondoa kirahisi, ni lazima utengeneze propaganda. Zikatengenezwa propaganda na nchi yetu na nchi jirani ambazo ni pamoja na nchi yetu sisi, tukalishwa matango mwitu, na yakatengenezwa matukio mengi ya kuonesha yule mtu ni nduli na mtu katili. Baadhi ya watu wakaamini, na kwa bahati mbaya wakati huo pengine hata ile access ya habari za kutosha ilikuwa hakuna. Kwa hiyo unategemea habari ambazo unapewa, kama ambavyo habari nyingi za ulimwengu ni feki ambazo tunapewa, na bado watu wanabaki kuamini katika ile sehemu. Kwa mazingira hayo ikawekwa mipango na ikasukwa, na mwisho ikafika pale Idi Amin Dada rahimahullah akawa ameondolewa. Wakati ninakwenda Hija mwaka 2009 nimetokea Uganda. Tunafika pale, wanauliza antum min ain, natoka wapi? Tunasema natoka Uganda. Wanasema antum ahlu Idi Amin, yani nyinyi watu wa Idi Amin. Wanamuita shujaa wa Afrika, ameishi kule kwa mazingira yote yale. Lakini moja ya vitu ambavyo pia alikuwa amevifanya ndani ya muda mfupi ilikuwa ni pamoja na kuiunganisha Uganda na OIC, ambayo mpaka sasa hivi watu wananufaika kwa matunda ya OIC. Sasa ukitazama yale ambayo ameyafanya, hana ubaya wote ambao aliufanya, lakini alitengeneza matukio ya kuonesha ukatili aliyokuwa nao mpaka akaondolewa katika yale mazingira. Inna fi dhalika al-ibra li ulil albab. Katika matukio haya kuna ibra kubwa kwa watu wenye kutumia akili.
Lakini tuna tukio la Gaddafi. Wala tusemi kwamba alikuwa Muislamu sana na nini. Tunazungumza ile hali ya ukweli na matukio ambayo yametokea. Wako baadhi ya watu, bahati nzuri tunazungumza nao, wamepata nafasi ya kusoma kule. Wasema katika nchi ya Libya hapakuwa na eneo ambalo linaitwa kijijini. Yaani hakuna eneo ambalo linaitwa kijijini. Kijiji kina sifa. Sasa zile sifa za kijijini hazipo. Kwa maana ni almost nchi nzima ni mjini. Lakini watu pekee ambao walikuwa na uwezo kufanya hata mawasiliano ya simu free. Na mtu akiingia shuleni manake yeye ndo analipiwa. Badala ya yeye kulipa ada, yeye analipiwa kiserikali. Lakini walikuwa na favor nyingi sana. Lakini kulingana na ugumu wake aliyokuwa nao dhidi ya mabepari wa kidunia, ilionekana kwamba lazima atengenezewe mizengwe. Kwa muda wote alipokaa, hakuna mtu aliwahi kudai kwamba anahitaji masuala ya demokrasia. Lakini walipokuwa kuna jambo wanalihitaji katika sehemu ile, lakini mtu mwenyewe akawa ni mgumu, walitengeneza mazingira riot ghafla. Nashangaa watu wanaandamana ghafla na vikundi vidogo ndio vinachukuliwa kwenye picha na vinatumwa katika vyombo vya habari, ikionekana kwamba ni watu wengi. Na wakati mwingine inawezekana watu wakachukua maandamano ya nchi nyingine, lakini yakaunganishwa na maneno yakawekwa pale, nyinyi mkaamini kwamba hili jambo linatokea Libya, kumbe ni jambo la sehemu nyingine kabisa. Mazingira kama haya yakawa asbab ya Gaddafi kuondolewa. Sasa hivi ukiwauliza wa Libya wanaweza kutofautisha kati ya nyakati hizo na nyakati hizi. Na hayo yote nasema ni matukio ya kupangwa. Lakini pia katika maisha yetu ya Tanzania pameshatokea katika nyakati za nyuma kutokea uchomwaji wa makanisa. Lakini ikitokea uchomwaji wa makanisa lazima itakwenda sambamba na matukio katika misikiti. Na ikitokea uchomwaji wa makanisa hawawezi kumkamata mtu ambaye anakuwa katika upande wa dini yao. Yaani automatic hata serikali isipojiandaa vizuri na ikakaa vizuri katika masuala ya kiintelijensia, haki ya kwanza inawapeleka kuwakamata watu ambao ni nje ya wasiokuwa Waislamu. Wanatafuta Waislamu na wanaingizwa katika mkenge. Wengine watadhurika pakubwa iwapo watu hawatoangalia mambo haya vizuri. Imeshatokea Zanzibar, viongozi wa kanisa kumwagiwa tindikali, lakini pia kuchomwa makanisa katika maeneo mbalimbali. Yote haya ni kwa sababu ya kuhalalisha ile chokochoko ili iweze kupea vizuri. Kwa hiyo tunapozungumza matukio kama haya, pengine hatuwezi kuwafundisha watu wa serikali, watu wa intelijensia, lakini katika uhalisia mtu anapoibuka akasema kitu kama hiki, alikuwa ni mtu wa kwanza kuisaidia serikali kwamba watu wanaodhani wanaweza kuyafanya matukio haya ni watu gani, kwa sababu anasema kwa uhakika na akiamini kwamba matukio haya yatatokea. In case yanatokea, hawezi kuwa nje ya wale ambao watakuwa wanahusika katika matukio haya, katika kupanga matukio haya kwa mujibu wa agenda ambazo wanakuwa wanazikusudia. Ndugu zangu katika imani, matukio yanaweza kuwa ni mengi, lakini hebu tuyachukue haya. Ndugu zangu katika imani, wale ambao wanafuatilia matukio katika nchi yetu hii, imegubikwa na hangaiko kubwa sana la yale yanayoitwa matukio ya kigaidi. Handeni Tanga, waathirika wakubwa sana walikuwa ni Waislamu. Lakini pia kulikuwa na matukio ya Amboni, Pangoni, kwamba kuna watu wameingia mle wanafanya matukio na nini ya kigaidi. Inatumika rasilimali kubwa sana ya nchi kwenda kushughulika na watu husika. Lakini katika uhalisia, watu ambao ni wachambuzi wazuri, unagundua watu ambao wanashughulika jambo lile wala sio watu wa kawaida, ni watu well trained, watu ambao wamefunzwa vizuri kukamilisha matukio au agenda maalum. Lakini pia kwa mazingira ya kwetu ikani pamoja na hapa Mwanza, tuna watu wengi mpaka sasa hivi tunazungumza kitaifa. Kuna watu wako jela.
Na wengine unasikia wanahukumiwa kunyongwa baada ya kuwa wamekaa jela zaidi ya miaka 10. Wanahukumiwa kunyongwa. Lakini ndugu zangu katika imani, katika hawa watu ambao wako jela, kuna tukio anaambiwa umefanya hivi, hilo sehemu hata kufika hajawahi kufika. Hiyo sehemu hata kufika hajawahi kufika. Yaani kunatokea tukio sehemu fulani wala hujawahi kufika, lakini ghafla unakamatwa na unaambiwa wewe ulikwenda kuvamia kituo cha polisi. Haya matukio yanaweza kuwa na agenda ya siri ambayo iko nyuma imejificha. Lakini Mwenyezi Mungu ndiye shahidi. Lakini tunachotaka ni kwamba watu wachukue ibra kwamba mtu kiongozi wa kanisa anapofika pahala pa kusema kwamba kuna matukio kadhaa yatatokea na ni baina ya mwezi Mei mpaka mwezi wa 11 baada ya uchaguzi, kwa nini anayahusisha matukio haya na masuala ya kiuchaguzi? Maana ni kwamba kuna mipango, kuna mambo yanawekwa ili kuweka uchochezi baina ya dini tofauti. Na tukisema dini tofauti, tukisema Wakristo wanaweza kuwa ni madhehebu tofauti, lakini tunachosema ni kwamba Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Wasiokuwa Waislamu wanaweza kuwa na namna yao, na kwa Waislamu pia wanaweza kuwa na namna yao. Yanapotajwa haya ni kwamba yatakapotokea, kwa watu wenye akili ndogo watasema unajua yalitabiriwa kwamba yanaweza kutokea. Lakini kwa watu wenye akili pana ni kwamba haya mambo tayari yameshapangwa, yanakusudiwa kutokea. Na watu wamedhurika, ikiwa ni pamoja na hapa mkoa wa Mwanza, Arusha, Tanga, Dar es Salaam, maeneo mikoa mikubwa almost yote ilikuwa na madhara makubwa, na mpaka tutazungumza hivi kuna watu wanakufa wakiwa jela. Wengine inawezekana kwa namna moja au nyingine waliingia kwenye mtego bila wao kujua, wakawa ni chambo. Lakini wengine ikapitia katika hiyo hali ya hisia kwamba huyu tunavyomuona anaweza kuhusika hivi na vile, naye akajikuta pia ameingizwa katika mkenge huo. Na siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atabainisha kila kitu. Na tunakumbuka katika historia, wala sio miaka mingi imepita, inatengenezwa tukio la mtu kupita na kidumu cha mafuta kwenda kuchoma ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Yaani katika ulinzi unaowekwa katika maeneo yale, mtu anaweza akapata upenyo, akapita akaingia katika ubalozi mpaka anafika sehemu ya kuja kukamatwa kwamba ana kidumu cha mafuta anakwenda kufanya uchomaji wa ubalozi. Na watu itangazwa kwenye vyombo vya habari, usipokuwa na tahadhari ya akili unaweza kukuta unaichota moja kwa moja. Haya yote ni kuhalalisha matukio fulani yaweze kufanyika. Sikwambii issue ya Pentagon September 11 ya tarehe 11 ya mwezi wa 9. Jengo kubwa kama lile, kwa watu wa vyombo vya habari na wala ambao wameiva labda mapenzi fulani, naweza ikatajwa jambo na ukawa mshabiki, unasema Usama kafanya kitu, kafanya jambo fulani, kumbe na wewe unaendeleza ile jambo. Lakini katika uhalisia unaweza kukuta ni jambo limetengenezwa suala la kusacrifice watu na mali na kila kitu kwa sababu ya agenda fulani. Sio issue katika ulimwengu wa kisiasa, siasa potevu, siasa za kidhulma, siasa ambazo hazina mwongozo. Ni kitu cha kawaida kabisa watu wakafa ya kutosha, lakini agenda iliyokusudiwa iweze kufikiwa. Ndugu zangu katika imani, ninachokusudia nini mwisho? Kama nilivyosema, katika matukio ambayo yametokea yanayoitwa matukio ya kigaidi na yameathiri watu wengi sana, na walioathirika sehemu kubwa sana ni Waislamu. Almost wote naweza kukuta ni Waislamu. Kuna watu ambao wanaweza kuingia kwa mpango maalum kabisa, au wakati mwingine inawezekana hata watafutaji wasishughulike nao kwa sababu wako kwenye mpango maalum. Lakini kuna watu ambao tunawaonea huruma sasa zaidi, ni wale ambao
wanaweza kukuta ajenda iko mbele na yakajikuta anaingia. Kwa mfano yakatengenezwa maandamano ya kichama, iwe chama chochote, lakini unajikuta wewe unaingia kwenye hayo maandamano yanayokusudia kuleta uharibifu katika jamii, na ukajikuta umeingia bila kujua ajenda imeanzia wapi. Haikupangwa msikitini, wala haikupangwa kwenye darasa lako, wala sehemu yoyote ambayo ina uhusiano na dini yako, lakini ukajikuta umeingia katika ule mkenge. Anaweza kukamatwa muumini mmoja tu katika hilo, akawa ni halali, akahalalisha sasa kukamata watu wengine wote kwa mazingira hayo, au kuleta uchafuzi mkubwa sana na uvunjifu wa amani katika mazingira. Lakini pia kuna watu ambao wanaweza kuingizwa kwa mazingira ya kupunguza kasi fulani ya maendeleo ya Uislamu katika jamii kupitia matukio hayo. Tunachosema vijana na watu wazima kwa ujumla wetu, kila mmoja achukue tahadhari kwa nafasi ya mtu mmoja mmoja, lakini pia tuchukue tahadhari katika upande wa mijumuiko yetu. Tusije kujikuta tumebeba ajenda na unaweza kuingizwa ukapewa kama ni pesa na nini ukasababisha tukio, lakini wakati unakusudia kusababisha tukio ikawa ni sababu ya unaingia kwenye tukio tayari unashangaa watu wamefika kukushughulikia. Wakati mmoja naongea na profesa mmoja University of Dar es Salaam, Muislamu, anasema wakati mmoja tuko Msaudi pale msikitini, tuna swali, tunatawanyika, ghafla akaibuka mtu akasema nina neno nahitaji kuzungumza na nyinyi. Akazungumza pale, lakini akawa anaonesha ubaya wa ukafiri na nini, na akasema haya mambo tumechoka, kwa hiyo ninachoomba, nimekuja na gari hapa pembeni hapa, nimepaki gari, kila mmoja akachukue bunduki saizi yake. Profesa anasema yani alipotamka yale maneno, bahati nzuri alikuwa anaongea na watu wa chuo kikuu na maprofesa na pamoja na wanafunzi wako pale. Anasema kila mmoja alitawanyika kivyake. Yani manake amejazibisha kwanza, alafu alipomaliza akasema nimeshakuja na suluhisho. Kuna gari iko hapo chini, tushuke kila mmoja achukue, wala mseno wa sasa namna ya matumizi. Ni dakika 2 kila mtu nitamfundisha namna ya kutumia hiyo bunduki. Ikiletwa hapa msikitini, alafu ukachochewa na yale ambayo yameshakugusa, ukaambiwa na kuna gari hapo na tunafanya mafundisho kabisa hapo, usipokuwa na akili mzuri utaona kama hii ni suluhisho, kumbe katika uhalisia unaingia katika mtego uliokusudiwa kupeleka katika ajenda fulani. Kama wananchi wa nchi hii hatuko nyuma, hatuwezi kuwa kama tunaishi kwenye kisiwa. Sehemu zote zinatuhusu, na hata masuala ya kisiasa pia yanatuhusu. Hata ukifika pale ukasema mimi masuala ya uchaguzi ni ukafiri na mimi siwezi kufanya nini, sawa, sio tatizo, lakini ni muhimu kufahamu kwamba usipochagua pia ndio uchaguzi wako. Yani unapokuwa hujachagua manake tayari unakuwa umechagua kwa namna yote ile. Lakini tunachosema ni kwamba sisi katika kipindi hiki cha kutokea mwezi wa 5 kama wanavyosema, sisi tusidharau kutokea mwezi wa 5 mpaka kufika mwezi wa 11. Sisi hatukae hapa tukaanza kusema unajua uchaguzi wa mwaka huu tumchague fulani tufanye hivi. Sisi sio ajira yetu. Sisi kila mmoja ni Mtanzania, anayo haki zote za kikatiba na za kisheria. Yeye akiamua kuiacha haki yake anakuwa ni yeye, akiona kwamba mimi kutofanya hivi na kwa ndio haki yangu pia ni sawa, wala vitu hivi haviwezi kutugawanya sisi. Lakini muhimu ni kwamba yanayotokea katika mchakato wa kisiasa hatuwezi kudharau. Ndio maana tukasema tuyaseme haya, kama kuna vijana ambao ni wakereketu wa masuala ya kisiasa wasije wakaingizwa katika mkenge wakajikuta wanashabikia jambo ambalo hawajui lilikotokea. Lakini pia kwa watu wazima nao wachukue tahadhari katika upande wa kuwalea watu ambao hasa tunakuwa na neemko mkubwa zaidi katika level ya vijana, ili tusije kufika pala tukaingia katika mitego hiyo. Na kwa upande wa serikali, siamini katika hadhara yote hii kakosa mtu wa serikali ambaye anaweza akawakilisha meseji hii. Lazima watu wachukue tahadhari. Kwa upande wa serikali tunatoa wito kwamba watu lazima wachukue tahadhari. Yanapotokea matukio kama haya, watafute sosi halisi badala ya kuanza
kubambikizia watu kesi ambazo wala hawajui zinakotokea. Lakini pia watafute asili ya kufika katika matukio kama hayo, iwapo wao hawana agenda ya siri, hawahusiki na hiyo agenda ya siri. Wachukue tahadhari kubwa sana katika kushughulika na matukio haya. Bahati nzuri katika Uislamu, mafundisho ya Uislamu yako wazi kabisa. Masala ya mtu kufika pahala akahusika kwenye masala ya mauaji au kuhusika katika masala ya uharibifu wa jamii ni mambo yako wazi kabisa, Uislamu wala hauruhusu, isipokuwa una misingi yake. Mkifikishwa katika level fulani, la tadhlimun wala tudhlamun, nyinyi msidhulumu lakini pia msikubali kudhulumu. Na jambo hilo pia linakwenda kwa mipango, wala halitokwenda kijuujuu tu unaidakia agenda angani. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Nimesema niyaseme haya kwa sababu tusije tukafika pala tukayadharau, lakini baadaye ikawa ni asbabu ya kuleta madhara katika upande wa Waislamu na jamii ya wanadamu kwa ujumla wake.